Amma baad, katika matatizo ambayo kwamba yatatiza wasoelewa na kuisoma dini itakiwavo, moja katika tatizo ambalo kwamba tupata tabu sisi Waislamu ni vipi twafaa kuamiliana na wasokuwa Waislamu. Ni vipi tutaweza kutangamana na kuishi na wasokuwa Waislamu. Ni vipi tutaweza kusaidiana na wasokuwa Waislamu. Ni vipi tutaweza kukodishwa au kuwakodisha wasokuwa Waislamu. Ni vipi tutaweza kuishi na wao katika furaha zao, kuishi na wao katika majanga yao. Uislamu ni dini pana na ni dini kundufu na ni dini iliyojengwa msingi wake fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea uhakika wa kufaulu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa yeye msingi wa kulingania ulikuja kwa njia ya rahma. Rahma kwa kila anayehitaji kulinganiwa, mkubwa mdogo, mume mke, mukbil na mudbir, aliyokubali Uislamu na aliyokataa. Yatakiwa tuwe na rahma lilkul, lakini kuna mipangilio maalumu sharia imeweka, hatufai kuivuka. Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini, kwa kuwa bidayatu dhi amrin, mwanzo wa da'wa, mwanzo wa Uislamu kuja, ilikuwa Muislamu yuwaishi kivyake na asokuwa Muislamu yuwaishi kivyake. Na hawa walikuwa ni watu kabla ya Uislamu wakiishi pamoja, lakini kwa kutofahamu Uislamu, kutofahamu ule Uislamu, na asokuwa Muislamu kutofahamu maana ya kuishi na ambaye kwamba atafautiana na wewe kidini, wakaona la, mimi nikiwa si Muislamu sifai kuwa karibu na Muislamu, na Muislamu na yeye akajiona mimi ningishakuwa Muislamu sifai kuwa karibu na asokuwa Muislamu. Na haya yalikuwa ni mawazo na fikra potofu. Kumbe ilivyokuwa itakiwa, mimi huyu kuna alaka, fungamano maalumu, relation ya ubinadamu kati yangu mimi na yeye. Maadamu hajaamua kuwa yeye atakuwa ni adui wangu katika ninachoitakidi, kwa sababu sisi Waislamu hatufai kuwaonesha wasokuwa Waislamu kwamba sisi ni maadui zenu, ila wao wakiwa wameanza kuonesha kuwa wao wanatupinga katika dini yetu, wanatukataza katika dini yetu, wanatunyima uhuru katika dini yetu. Si masala ya ghazul fikri, useme hawa wanatuletea machafu. Machafu hakuna lazimishwao, kila mmoja yafanya kwa khiari yake, kwa kutaka kwake, bali mingine twayanunua kwa pesa zetu. Kwa hiyo hapa hatuwezi kuwaambia wasokuwa Waislamu nyinyi ni wabaya, maadamu hawajatukataza. Hajakatazwa mtu kuswali, hajakatazwa mtu kufanya ibada yoyote ambayo kwamba ni lazima kwake yeye aifanye na asokuwa Muislamu. Alhamdulillah, kwetu hakuna jambo kama hilo. Sasa vipi ni mipaka gani tumewekewa kuweza kuamiliana nao hawa wasokuwa Waislamu kwa mpangilio wa sharia? Mwenyezi Mungu ametangaza sarihi katika Qur'ani, la yanhakumullah, Mungu hajawakataza nyinyi, anil ladhina, kuwakataza kutoamiliana na wale ambao kwamba lam yuqatilukum fi dini, hawajawapiga vita katika dini,
walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawajawatoa majumbani mwenu, kukata tokeni, hamufai tena kukaa hapa, maadamu hawajapiga vita jambo lolote katika dini, hawajatukataza sisi chochote katika dini. Mungu atuambia sijawakataza. Kukataza kufanya nini? Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Ya salam. Kuna vitu viwili, kuna alqist na albir. Alqist ni sawa sawa na uadilifu. Yani Mwenyezi Mungu atuambia hajawakataza kuwafanyia uadilifu. Uadilifu ni mtu wamdaimia umwambie akupe 100, ile ndio ni uadilifu, ndio alqist. Lakini Mwenyezi Mungu ametanguliza antabarruhum, muwafanyie wema. Wema ni mtu wamdai 100, mwambie bwana nilipe 50 au 75, mpunguzie. Hoyo si Muislamu. Mungu akwambia ikiwa wamdai 100 mpunguzie, ikiwa wataka kumlipa 1000 muongezee. Ndo albir ni kuangusha katika haki yako kitu chochote na kuzidisha katika haki yake kitu chochote. Yaani asokuwa Muislamu umekwenda kwake ukanunua bofulo begani 20, mpe 25. Subhanallah. Angalia dini, angalia dini namna gani inatuonesha twatakiwa tuwe walaini kwa wasokuwa Waislamu, tuwe wepesi kwa wasokuwa Waislamu. Na ndio ukaona Uislamu haujakataza kwenda kumtembelea asokuwa Muislamu akiwa mgonjwa. Nenda kumtembelee mgonjwa, nenda kila siku, haina tatizo. Uislamu haujakataza kumtaazii asokuwa Muislamu akifiliwa, mpe pole, haijakatazwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilia kwa kuona janeza si ya Kiislamu imepita. Alilia, aliona janeza imepita. Lakini maswahaba akamwambia Rasulullah, innahu yahudi. Ule alokufa ni Myahudi. Akasema nafsun aflatat, ni nafsi lakini imenishopoka, ilikuwa naweza kuiongoza. Ule ubinadamu waambiwa siku zote al-insania kabla at-tadayyun, kabla kuwa na udini hebu kuwa na ubinadamu. Ubinadamu ni kitu muhimu sana na ndio unaofaulisha katika dini. Dini ikikosa ubinadamu huwa ni pambo tu. Ni kama mtu akwambie hii nyumba ni blackboard lakini nimepakwa rangi, si ukuta hunu. Wewe utaiamini nyumba kama hiyo? Baba, mivua hii, mapepo haya yaweza kuniangukia saa zozote. Sasa haitakiwi kuwa na kitu feki, yatakiwa kitu original. Na original ya Uislamu ni al-insania, ubinadamu. Hatujakatazwa sisi kumpa chakula asokuwa Muislamu. Amekuja asokuwa Muislamu amekuomba, mpe, madamu wajua huyu ahitaji kula. Manake sisi kusema kweli tumetukua kipimo cha dini ndio ghaya, ndio mwisho, ndio high level. Nakumbuka nyinyi Ramadhani hapa mmoja alikuja akauliza, ustadh, ikiwa mtu si Muislamu ataka kusaidiwa damu yafaa kumpa? Nikakwambia Muislamu asokuwa Muislamu kumpa damu na Muislamu ambaye haswali, mbaya zaidi katika dini ni upi? Muislamu. Lakini wewe madamu ni Muislamu huulizi yuwaswali, kama aswali muate afe. Ana faida gani sasa mtu haswali? Ana faida gani? Mtu hana manufaa yoyote katika dini, hanufaishi lolote, hana manufaa kwa jamii. Wajua kuna Waislamu hawana manufaa, ni madhara tu kwa jamii. Utakuta baadhi ya miji wanaonyanyasa wananchi ni Waislamu, wanaudhulumu wananchi ni Waislamu, wanaupokonya wananchi ni Waislamu, yani wewe hisabu kila mabaya wanaosababisha ni nani?
Waislamu. Sasa Uislamu wao umewasaidia nini katika jamii? Sasa hata kumtibu mwenzako si Muislamu atakwenda India, una uwezo mtibu, hujakatazwa. Amefiliwa, mpe pole. Ana harusi, mpe pongezi, mwambie mabruku kwa kuolewa mtoto wako. Sema asokuwa Muislamu. Leo ni wangapi hubarikiana kwa Waislamu wanaoana ndoa mwanzo wa nikaha? Manake katika ile nikaha yake labda jambo la thawabu ni ile kusema kabiltu nikaha wa tazwija, basi pale msikitini ndo la thawabu. Wakimaliza hapo madhambi matupu mwanzo mpaka mwisho. Sasa wewe afaa kuambia mabruku? Hebu tuwe ni wa kweli, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Huyu Mkristo, huyu ambaye si Muislamu, yeye hajaambiwa usitangamane, yeye ambiwa silimu. Kitu cha kwanza sio kwa Muislamu usimwambie bwana msende mkanwe tembo kwa. Wewe mwambie mwanzo afanye nini? Silimu. Yale mengine yote usimkataze, wewe mwanzo mwambie sitotaka mwanzo awe na hii dini. Lakini wewe usokuwa Muislamu, wewe uliokuwa Muislamu, nani alikupa ruhusa siku ya harusi utangamane? Uende ukateze maholini, waingie wanaume holini, wewe mwanamke uende holini na wajua kutakuja wanaume. Ni wanawake wangapi henda maholini? Kweli hiyo harusi ni ya Kiislamu? Ni harusi ya Waislamu, lakini harusi yenyewe si ya. Lakini mtu utamwona mtu mwingine mwambie asokuwa Muislamu, mabruk bwana, nasikia mtoto wako anaolewa. Wewe mwambie asokuwa Muislamu, mabruk. Mbona wewe mwambie Muislamu afanya mambo ya haramu, mabruk? Sasa mimi na wewe mwenye makosa sana nani? Wewe kumbarikia Muislamu badala kumnasihi, wewe mbarikia Muislamu afanya maasi wazi, tena hatosheki mpaka na kwenye media yatangaza. Huyo wafaa kuambia mabruk? Basi mnasihi. Lakini sasa itakuja masala, hatukukatazwa sisi kukodisha wafanyikazi wasiokuwa Waislamu, hatukukatazwa sisi kufanya kazi madamu zile kazi zitakazofanya ni za kisharia. Yafaa kuchukua mfanyikazi asiokuwa Muislamu akakufanyia kazi, wafaa kufanya kazi kwa wasiokuwa Waislamu madamu zile kazi hazijakatazwa. Ila ikifungamana masala ni dini, hapa hatujapewa nafasi. Mfano, tuna hii Christmas. Haifai mimi kwa kuati nafaa kutangamana na wasiokuwa Waislamu, nafaa kumsaidia asiokuwa Muislamu akiwa na tatizo, lakini sifai kumwambia Merry Christmas. Kwa sababu gani? Yeye itikadi si kwamba mimi sifai kufurahikia kuzaliwa Isa. Lakini mimi sifai kumpongeza yeye kwa itikadi yake juu ya Isa. Sisi na wao, sisi tumuheshimu Isa na wao wamuheshimu, lakini sisi tumuheshimu kama nani? Mtume. Wao wamuheshimu kama nani? Ni Mungu. Wao heshimu mwana wa Mungu ni Mungu. Waswahili kwambia mwana nyoka ni nyoka. Sasa je, wewe wakubaliana itikadi yako kwamba leo au kesho kutwa yuwazaliwa mwana wa Mungu? Pale unapomwambia yeye hana maana mingine ya Merry Christmas ila yani happy birthday, sijui ongeza wewe tena kizungu hapo. Yani twafurahikia kwa kuzaliwa mwana wa nani? Sisi hapa hatufai. Sema lakini yeye lakum dinukum waliya, mi kwa itikadi yangu na yeye kwa itikadi yake. Ni kweli yeye atakubali kwamba wewe ni itikadi yako, au yeye akubali wewe umemkubalia yeye itikadi yake? Wakati wewe Muislamu unapomwambia asokuwa Muislamu happy Merry Christmas, je, kule yule asokuwa Muislamu alipokea lile neno kwamba wewe umwambia na kupongeza kwa kuzaliwa mtume wa Mwenyezi Mungu? Kweli asokuwa Muislamu itakidi kwa hilo? Yeye ataona kwamba kumbe hata nyinyi msokuwa Waislamu mwakubali kwamba leo amezaliwa mwana wa nani? Hapo hatufai. Hatufai kuambia tamko. Lakini sasa itabidi suala, amekuletea zawadi za Christmas, tuko hapa, pokea, haina tatizo. Amekuletea zawadi, pokea. Menetea pilau, ukijua ukiwa una hakika ile nyama ameinunua kwenye bucha ilotindwa na Waislamu, ilie. Hutaki nietee mimi.
Kwa ufupi, si makosa yeye kukupa zawadi. Haya, je, mimi kumpa zawadi ya Christmas yatarudi yale yale? Yeye akikupa haina tatizo, kwa sababu mwate akupe kwa itikadi yake, wewe pokea kwa itikadi. Lakini mimi nikimpa yeye atapokea kwa itikadi yake. Sijui mmenifahamu hapa tofauti? Mimi ninapompa asokuwa Muislamu, yeye yuwapokea kwa itikadi yake. Apokea kwamba muona hata huyu Izudini akubali kwamba leo ni siku ya kuzaliwa Isa na dalili zawadi ameniletea. Lakini mimi akinipa, kwa sababu mimi sikumwambia nipe zawadi, mimi sina sherehe, mimi sina happy Christmas wala kinyume cha happy nini? Sad Christmas. Sina yote hayo mawili. Mimi sijui Isa amezaliwa lini, kwetu haijathubutu amezaliwa lini. Sasa mimi kwangu yeye amenipa zawadi, tumenipa mwenyewe, ametaka siku ya leo kunipa, nipa, haina tatizo kupokea. Lakini usimwambie bosi usinisahau na mimi zawadi ya Christmas. Maana yake kuna wengine Waislamu nasi jamani, ile taratibuni. Wewe usiombe upewe, lakini la, na tutahadhari, hatufai kuwakataza kwamba msisherekee, haifai. Wewe tu usisherekee, wewe tu usiafiki. Sasa suala, maji yamekatika kwao na wao wataka kusherekea nini? Christmas. Jirani, hatuna maji, hatuna, wasaidie maji. Ila ukijua haya maji hayatutumika ila kwa kutengezewa tembo, hata Muislamu usimpe. Lakini maji yana mambo mingi ambayo kwamba maji hutumika kwa choo, maji hutumika kwa kupikia chakula. Kwa nini wao yapeke mahala po? Lakini wataka maji kwa ajili ya Kristo. Kwani kama ilikuwa yatoka kwao wangekuomba? Kama ilikuwa yatoka kwao, ni matatizo yametokea, wape. Jamani, dini ni nyepesi, haina uzito. Jambo umeliona hili dhahiri, shahiri, halina tawil, halina tafsiri nyingine ila munkari tu, hufai. Hata Muislamu, lakini sisi katika Uislamu hatupimi. Wewe atakuya mtu akwambie boss, mpe na mimi shilingi 10, hula marungi, utamuona amepungukiwa na nini wewe? Bigiji? Sisi ziko hizo bigiji. Siku hizi ni PK. Mmepungiwa na PK, utamwambia shika. Nini ni Muislamu? Lakini akiaso kwa Muislamu, siende kavuta bangi. Kwani Waislamu wangapi vuta bangi? Mbona huyu umemsaidia, huyu hukumsaidia? La, umeona hapa kuna ta'wilun sa'igh, kuna tafsiri ya kupelekea moja kwa moja. Mtu usimeme kwa Meru kisha amekuomba, mwambie bwana samahani, sina. Huna kweli? Sina ya kununulia kwa Meru. Makusudio yako sina ya wewe kununulia kwa Meru. Lakini mtu uko hoteli amekuomba, usiangalie ana dini gani. Bwana nunulia na mimi chai, waweza mnunulie. Muislamu au si Muislamu? Alokwambia sio kwa Muislamu hanunuliwi chai nani? Waweza mnunulie, huwezi, lakini usitie ila dini. Na mimi siku zote huambia wasokuwa Waislamu, jamanini, Uislamu hauamrishi mabaya. Ukimwona Muislamu ni mbaya, jua ni yeye anayafanya, si Uislamu ulimwambia awe mbaya kwenu nyinyi. Lakini ndugu zetu wengine wakiona Muislamu amewakalia vibaya, amewakalia ngumu, hukumu akanena Waislamu ndivyo walivyo. La, ni yeye ndio alivyo, lakini Uislamu ni bari'un min dhalika. Na dalili, wewe soma katika tarehe wakati wa sulhul Hudaybiyah mwaka wa 7, kama nilivyoelezea mwanzo, walikuwa Waislamu wanafajwa, yani Waislamu wanaishi independent na wasiokuwa Waislamu wanaishi independent, hawatangamani. Kulipoandikwa sulhul Hudaybiyah mwaka wa 7 kwamba sasa hakuna tena vita baina Waislamu, watu waishi kama ndugu, ikapatikana ile ihtikak, sasa kuingiliana, sasa kuamiliana, wakawa wasiokuwa Waislamu wasilimu kweli. Mwaka wa 7 Mtume sallallahu alaihi wasallam Maka aliketi miaka 13. Sulhul Hudaybiyah mwaka wa 7, jumla miaka mingapi? 20 hiyo. Hii miaka 13 yote na mpaka miaka 6 Waislamu wa miaka takriban 19
kuanzia mtume atumilizwe, walishindwa na ule mwaka mmoja tu wa Sulhul Hudaybiyah. Walosilimu ni wengi zaidi. Kwa nini walisilimu? Walipata kujua tabia za nani? Za Waislamu. Kwa sababu mwanzo walikuwa kwa Waislamu wakikaa kivyao na waso kwa Waislamu wakikaa, na huwezi kumjua mtu tabia yake mpaka uishi na yeye. Ni urongo wewe muona mtu. Jamanini, hapa si tuonana msikitini tu, lakini kila mmoja ana tabia yake. Kuna mtu huwezi kukaa naye nusu saa huwezi kukaa naye. Ukisha kukaa naye ashakukoma hapa. Lakini vile tuonana msikitini, mashallah, na mwingine ukamwona ana sida, sema mashallah, huyu onesha mtu, huyu onesha. Tangamana na yeye ndipo utaweza kufanya nini? Utamjua. Sasa wale wasoko Waislamu ilikuwa hawajui Waislamu ni watu wana tabia gani, lakini walipopata sasa nafasi ya kufanya nini? Ya kuwajua Waislamu ni watu wazuri, ni wapole, ni warahimu, hawana ubaguzi, hawana racism, wakaanza kusilimu. Wasokuwa Waislamu wale viongozi walikuja wao wenyewe wakavunja ule mkataba, wakasema jamanini, huo humalizika sisi. Jamaa huingia kwenye Uislamu kweli. Na walikuwa agreement ni miaka 10 hakuna vita. Ilikaa miaka 2 tu wakavunja wao wenyewe. Kwa nini? Kwa kuona namna gani vipi Waislamu, hakuna alotoka tablighi, la, muamala tu, kutangamana tu kwa wema, kuishi nao tu kwa uzuri, hakuna mawaidha, hakuna qala Allahu wala qala Rasulullah, kuonesha zile tabia za Kiislamu kwa waso kwa Waislamu. Kabidi kila waso kwa Muislamu, na mimi nataka kuingia, na mimi nataka kuingia, wakaingia tele. Jamaa wakasema tutavunja mkataba, hatutaki tena kuendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi sherehe za Kiislamu, sherehe zisokuwa za Kiislamu hazituruhusu sisi, hazituruhusu kwa kuwaunga mkono, wala hazituruhusu kwa kwenda kuwavunjia mambo yao. Maana kuna vijana wengine akili zao sijui akili gani, wewe hataki mambo hayo. Si yako, wewe usiingie, waate walilazimisha. Kuna Waislamu washikwao wakapelekwa pirates, kuna Waislamu washikwao wakapelekwa letters. Huipeleka sisi wenyewe kwenye maovu, sisi wenyewe kwa gharama zetu, kwa pesa zetu, na tukashajiisha. Ni sisi tujikatae, lakini hatufai kuwakatalia wao waendelee na sherehe zao hizo nzao. Mwenyezi Mungu alitangaza kitambo katika Qur'ani, lakum dinukum, khalas, fanyeni ya dini yenu, tuateni na sisi tufanyeni ya dini yetu. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Jalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.